jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amina. Amani iwe kwenu. Baba Askofu, mapadre wote, watawa na waamini wote, tumsifu Yesu Kristo. Amina. Hapa ni maelezo mafupi yanayohusu jubilei na mwenendo mzima ambao tumeuendea wakati tukiadhimisha jubilei kuu. Mwaka mtakatifu wa jubilei kuu ulifunguliwa rasmi na hayati Baba Mtakatifu mnamo tarehe 24 Disemba 2024 huko Roma. Baba Mtakatifu Francisco alizindua mwaka mtakatifu kwa kufungua mlango mkuu wa Basilika la Mtakatifu Petro kwa Vatican katika kesha ya Noeli. Lengo la kufungua mlango huo ni kuonesha kuwa Yesu ni mlango wa kuingilia kwenda mbinguni, na hivi kualika watu wote waingie kupitia mlango huo ambao ni Kristo mwenyewe. Baba Mtakatifu alitangaza jubilei kuu kwa bora iliyoitwa Spes non confunditi, maana yake matumaini hayatatudanganya, kutoka barua ya Mtume Paulo kwa Warumi sura ya 5 aya ya 5. Na kauli mbiu ya mwaka huu mtakatifu ilikuwa ni mahujaji katika matumaini. Mwaka mtakatifu wa jubilei kuu hutangazwa na kanisa kila baada ya miaka 25. Ni mwaka wa pekee ambao unatengwa kwa ajili ya waamini kufanya hija, kuungama dhambi, kuwasamehe wengine dhambi zao na kupyaisha maisha ya kiroho kwa ujumla. Hivi tuliadhimisha jubilei kuu mwaka 2000 na baada ya miaka 25 tumeadhimisha mwaka 2025 na tunategemea kuadhimisha tena mwaka mtakatifu wa jubilei kuu mwaka 2050. Katika jimbo letu Mhashamu Baba Askofu wetu Eusebio Samuel Kyando alizindua rasmi jubilei kuu tarehe 29 Disemba 2024 kwa kuwaalika waamini wote wa jimbo letu kuishi tunu za mwaka mtakatifu wa jubilei. Pia aliagiza maparoko na mapadre wote katika jimbo letu kuzindua mwaka mtakatifu kiparokia tarehe 1 Januari 2025. Ilifanyika hivyo na tangu hapo tukaanza kuishi mwaka mtakatifu wa jubilei kuu. Kijimbo ilipendekezwa makanisa ambayo yangetumika kama vituo vya hija, nayo ni kanisa kuu la jimbo, yani hapa Imiliwaha, Uwemba, Kifanya, Kipengele, Matengwe, Lugalawa, Lupingu, Luilo na Lumbinga. Waamini walialikwa kwenda katika makanisa haya na kufanya hija ya matumaini ili kupyaisha maisha yao ya Kikristo. Pia zilipangwa jubilei za makundi mbalimbali kama vile mapadre, watawa, makatekista, wawata, uvikanjo, utoto mtakatifu, TYCS, ukwakata, utume wa Fatima, moyo mtakatifu wa Yesu. Tunamshukuru Mungu, karibu makundi yote haya yaliadhimisha jubilei zao kama ilivyopangwa. Zaidi ya makanisa ya kijimbo, bado waamini walialikwa kwenda sehemu mbalimbali za hija ili kufanya hija katika maeneo hayo yaliyo ndani ya nchi au nje ya nchi kadiri ya uwezo wa mtu mmoja mmoja au vikundi mbalimbali. Tunamshukuru Mungu kwamba waamini waliitikia kwa namna tofauti tofauti na kufanya hija mbalimbali kama walivyoweza. Hivi makundi mbalimbali yalifanya hija zao kama ifuatavyo. Kutoka tarehe 1 Mei hadi leo hii tarehe 6 Januari, ambapo parokia ya Njombe inakabidhi msalaba huo kwa Baba Askofu ili sasa uwepo katika kanisa kuu la jimbo ili kuwapa nafasi waamini waendelee kuabudu msalaba huu mtakatifu wa jubilei.
Kutokana na jiografia kuwa ngumu, msalaba huu haukufika katika parokia za Lumbila na Matenda. Msalaba mtakatifu ulipokuwa kwenye maparokia mbalimbali umeleta mwamko mkubwa wa kiimani na kiutendaji, kiasi kwamba hata madhehebu mengine ya Kikristo yameona nguvu ya msalaba, hasa kwa wale waliokuja kuabudu. Waamini walipata nafasi ya kukesha na msalaba na kuabudu, na pia walipata nafasi ya kuungama dhambi zao. Hivi tunaweza kusema umeleta chachu ya kiimani, na hivi kutakuwa na mabadiliko makubwa ya utendaji katika parokia zetu. Familia ya Jimbo la Njombe inamshukuru Mungu kwa zawadi ya mwaka mtakatifu, kwani mwaka huu umeleta matunda mengi katika kanisa. Ifuatayo ni takwimu fupi ya matunda ya Jubilei Kuu 2025. Waliobatizwa ni 26,428. Waliopata kipaimara ni 9,063. Waliofunga ndoa ni 1,587. Waliorudi kundini 2,249. Tunapohitimisha mwaka mtakatifu wa jubilei hii, waamini wote tunaalikwa kuendeleza roho ya hija kwa kuishi matumaini katika matendo ya kila siku, kudumisha maisha ya sala, kushiriki sakramenti kwa uaminifu, kujenga mshikamano wa kifamilia na kijumuiya, na kushuhudia Injili kwa upendo na huduma. Parokia, vigango na jumuiya zetu ziendelee kutumia matunda ya mwaka mtakatifu wa jubilei kama msingi wa mipango ya kichungaji, ili neema tulizozipokea zizae matunda ya kudumu katika kanisa na kwa namna ya pekee katika jimbo letu. Na sasa katika tukio takatifu la kuhitimisha jubilei, namuomba paroko wa parokia ya Njombe au kabidhi msalaba huu wa jubilei kwa Baba Askofu ili uwekwe katika kanisa kuu la jimbo kama wokovu wa dunia umetundikwa juu yake. Oh